tutazungumzia lile ambalo kwamba ni aula zaidi kwa wakati huu, ambalo kwamba si jingine ni malezi ambao kwamba wazazi wanafaa kuyafanya na wao kuwa viegezo vyema kwa watoto wao, kwa sababu nyakati ambazo kwamba tuko hizi nyakati hizi ni kuwa ni nyakati ambazo kwamba mashule yashafungwa na madaris zimekaribia siku chache tu zitakuwa ni zenye kufungwa. Baada ya hapo, ikhwatul kiram, je, ni malezi gani ambayo kwamba mzazi atakiwa uishi nayo wewe na mtoto wako nyumbani, hali ya kuwa akisoma tarbia kwako, akichukua malezi bora kwako? Basi ukitaka kuyajua hayo, kuwa katika misingi hii mitano ambayo kwamba tutaenda kuitaja biidhnillahi alkarim. Msingi wa kwanza, wasema al-adabiyun ya kwamba an-nafaqida shay la yu'ti, mwenye kukosa jambo hawezi kulipeana. Makusudio ya msemo huu ni kwamba ikiwa yule mzazi ambaye kwamba ndiyo qaid amekosa mafunzo ya kisawasawa kwa wakati huo, yeye binafsi atashindwa kumwelekeza yule mtoto wake kwa kule kukosa kwake maelekezo mwenyewe. Ikiwa yeye binafsi ameshindwa kujiongoza, yeye binafsi ameshindwa kujiweka kwenye barabara ambayo kwamba inastahiki, inakuwa ni shida na ni vigumu kwake kumlea mtoto kwa misingi ambayo kwamba ni ya dini na kisheria yenye kuifuata njia iliyonyooka. Msingi wa kwanza waliotaja wanazuoni hawa ni kwamba antakuna qudwa, ni wewe baba, wewe mzazi, wewe mlezi, uwe ni kielelezo chema katika dini kama hii. Kila kitu mafunzo yetu tunayachukua kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Huwa kana aban wa kana jaddan wa zawjan wa rais al-jaysh wa imaman wa nabiyan wa rasula. Huyu mtume alikuwa ni kila kitu. Kuna wakati anakuwa ni baba, kuna wakati anakuwa ni kiongozi msikitini, kuna wakati anakuwa kiongozi jeshini, kuna wakati. Basi kwa hivyo na wewe ukitaka kuwa kudwa kwa watoto wako, muigize Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, haithu qala Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, hakika mumekuwa kwenu nyinyi kielelezo chema ambacho kwamba ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Muigizeni, basi mfuate yule Rasulullah, nawe utakuwa ni mwenye kuongoka. Kwa hivyo haiwezekani ikiwa baba huswali kisha umwamrishe mtoto wako awahi swala. Ikiwa wewe baba huangalii maamrisho ya Allah kisha ikawa wewe unamuhimiza mtoto wako afuate maamrisho kama yale, huu unakuwa ni mtihani kwa wazazi na walezi juu ya kuwalea hawa watoto. Naelewa ya kwamba unajibebea masuhulia, na siku ya kiyama utaulizwa juu ya amana ambayo kwamba umepatiwa. Mkeo ni amana, watoto wako ni amana, mali zako ni amana. Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia wewe hayo yote, na ataenda kukuuliza juu ya hizo amana ambazo kwamba amekupatia ukazichunga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyinyi nyote kila mmoja wenu waelewe ya kwamba ni mchunga, na ataenda kuulizwa ya kila ambacho kwamba amekichunga. Vipi leo itakuwa imekuwa ni wewe waelekea janna, kisha mtoto wako yeye kushika mashati na kukuregesha nyuma? Ya Rabbi, huyu ndo alikuwa sababu ya mimi kuipata moto, huyu ndo alikuwa sababu hakunifundisha dini, hakunifundisha kukujua, hakunifundisha kuisoma swala wala Qur'an wala ahadith wala sheria zako. Leo itakuwa baba umefaulu, lakini warejea nyuma na kufeli kwa sababu ya dhulma ambazo kwamba ulimnyima mtoto wako, hukumuonesha misingi kama hiyo. Jambo la pili, arrahma walmahabba walmawadda. Pili, mzazi au mlezi unatakiwa uwe na mapenzi, uwe na rahma, uwe na huruma, uwe na mahaba kwa watoto wako. Angalia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, bwana mmoja, hadithu fima sahha alhadith an ibn Jarir radiyallahu anhu qala ata rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba kuna sahaba mmoja alimwendea mtume sallallahu alayhi wasallam, fawajada, akampata mtume yuqabbilu hasanan,
yambusu Hasan. Ameenda kwa mtume, alipofika kule akampata mtume yambusu Hasan kwenye paji lake. Alipoona hali kama ile, yule sahaba akaanza kumwambia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, inna li 10 min auladin, hakika yangu mimi na watoto 10, ma qabbaltu minhum, sijawahi kuwabusu wao, walau ahadan, hata mmoja wao. Yani wacha kuwa wewe una hawa mmoja wawili wajukuu zako, mimi ninao 10 katika hawa watoto, na vile vile sijawahi kubusu mmoja wao hata mara moja. Mtume akamrekebisha pale pale na kumpa mafunzo, akamwambia innahu man la yarhamu la yurham, hakika yule ambaye kwamba hatakuwa ni mwenye kuonea watu huruma, na yeye vile vile hatakuwa ni mwenye kuonewa huruma. Angalia mafunzo kama haya. Wewe Muislamu, wewe mlezi, wewe mzazi, leo umekaa vipi na mwanayo? Umekaa vipi na yule ambaye kwamba pengine baba yake alifariki, ikawa ni mtoto wa ndugu yako au wa kumlea au yoyote? Lini uliamka angalau ukambusu kichwa chake au ukampapasa na kumpatia faraja mtoto kama yule? Isipokuwa kinyume chake ni kuwa laqad sirta asadan, umegeuka simba wewe. Indama tadkhulu baitak, ukiingia nyumbani kila mtu ala shakilatihi, kila mtu hutafuta pa kwenda, kila mtu hutafuta ni wapi sasa baba huyu ashaingia. Hata kwa bahati mbaya alikuwa hana haja, lakini akaelekea chooni kwa sababu tu asipatane mukabala baina yako wewe na yeye. Baba hana time, na akiingia ni mkali, watoto hawataki kuwa na yeye karibu. Kwa sababu gani? Ya ukali wake umekuwa ni ghulu, amevuka mipaka kwenye ukali wake. Hawezi kumnasihi mwanawe, kosa lolote ameshampiga, kosa lolote ashamtukana. Hana time ya kumweka chini, angalau fulani mwanangu kuna kadha wa kadha. Wewe baba, isiwe ikiwa maamrisho ya Allah yanafuatwa pale nyumbani ni mpaka atu uwepo wako ndio mafundisho yafanyike. Watu hawaswali ati mpaka uwepo, mabinti zako hawajistiri mpaka uwepo. Fa anta abun fashilun, wewe ni baba failure, wewe ni mlezi failure. Kwa sababu ili ule mtoto achukue mafunzo sahihi ni pale ambapo kwamba wibijudika wa biadamika, uwepo usiwepo, yeye utampata time ya sala ikifika anaelekea msikitini. Kama yuko pamoja na wewe, mnamshika pamoja mkono, mnaenda pamoja. Anajistiri sawa ukiwepo, sawa haupo. Anafuata maamrisho ya Allah kwa ukali wako, sawa ukiwepo au haupo. Lakini ikiwa hayafanyi hayo, mpaka mtoto wako akuone, mpaka binti yako akuone, mpaka mke wako akuone, ndio afanye hayo riaan, kwa ili kusudi la kuwa wewe umtizame, umwangalie ya kuwa na yeye iwafanya, bado hajafikia daraja tutaqwa, na wewe baba hujafikia mafundisho ambayo kwamba yanastahili kwa watoto kama hao. Jambo la tatu, al-adlu wal-insaf. Mzazi yoyote au mlezi yoyote lazima awe mwadilifu, hasa kwa watoto wake lau akiwa zaidi ya mmoja. Vipi? Angalia sahaba mmoja aenda kwa Rasulullah, hadith ya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, annahu dhahaba ila an-nabi, ata an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqala lahu, huyu sahaba aenda kwa mtume na kumwambia Rasulullah, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inni uhibbu waladi hadha, mimi nampenda mtoto wangu huyu, nampenda sana mimi. Fawahabtu lahu, nikampatia mimi huyu mtoto wangu zawadi. Chukua zawadi hii kwa mapenzi ambayo kwamba sahaba huyu alikuwa nayo kwa mtoto wake ambaye kwamba ni Nu'man ibn Bashir. Sasa huyu baba yake Bashir
ambaye kwamba ameenda kwa mtume, amwambia mtume ya kuwa yeye yumpenda mwanawe Nu'man na akampatia zawadi. Fasalahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akawauliza, halaka auladun ghairu, je, unao wewe watoto ambao kwamba asiyekuwa huyu Nu'man peke yake? Faqala na'am, sahaba kama huyo akamwambia mtume na'am, na vile vile mtume akamuuliza tena swali la pili, hal wahabta lahum kama wahabta lahu, je, umewapatia zawadi hawa wengine kama ulivyompatia huyu zawadi? Faqala la, mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuambiwa kuwa yeye hakupeana zawadi huyu sahaba, alichomwambia akamwambia, fadhhabu anni fa inni la ashhadu ala ahli al-jawr. Wa fi riwaya qala lahu ittaqullaha wa'dilu fi abnaikum, ya kwamba mcheni Allah na muwe waadilifu kwa watoto wenu. Na hadithi nyingine, riwaya nyingine amwambia nini? Niondokee, hakika yangu mimi siishuhudii watu ambao kwamba ni majeuri, ni watu ambao kwamba hawana uadilifu, ni watu wadhulumiaji, watu wanyanyasaji kwa watoto wao. Kwa hivyo kinyume chake, jambo hili linapelekea kuingiza chuki baina ya watoto wako. Hata kama ikiwa yule mmoja yajitahidi kushinda wengine, hata yule mmoja akiwa mzuri kushinda wengine kwa adab na kila kitu, lakini pamoja na yote hao ni watoto, ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Ile uchungu utakaojenga, uhamasa utakaojenga, angalia mfano Allah subhanahu wa ta'ala yuatuletea kwenye Qur'an kisa cha Nabii Allah Yusuf. Nani waliomtia kisimani? Waliomuingiza kwenye kisima ni ndugu zake. Kwa nini? Mapenzi ambayo kwamba Yaqub alayhi salam alikuwa nayo kwa mwanawe Yusuf yalikuwa ni mapenzi ya hali ya juu, lakini sababu yake ni kwa sababu aliona alama za utume ambazo kwamba zilipelekea hayo. Kwa mahaba yalivyokuwa makali, baba pamoja ya kuwa maahu nabiyun, ya kuwa yeye ni mtume, yakamshinda nguvu mapenzi na furaha kama ile, mpaka wakahisi wale wengine ya kwamba baba yetu yuwampenda Yusuf kutushinda sisi sote, na ndio wakafanya njama zile mpaka kumtia kwenye kisima. Kwa hivyo baba, jiangalie wewe, mlezi nyumbani, angalia jinsi gani unavolea watoto wako, jinsi gani ukimzawadia mwingine, hata kama fulani amefanya bidii, basi angalia zawadi ambayo kwamba akalla minhu bishay, umpatie yule mwingine, umpatie morali ya kwamba siku nyingine na wewe ukifanya zaidi, mimi nitakupatia kubwa zaidi ya hii. Wa amma al-adlu, uadilifu unakuja wapi? Kwa sababu kuna lahdha mbili hapa zinatumika sivyo. Nataka uelewe jinsi ya mtu kufanya usawa na mtu kuwa mwadilifu. Kufanya usawa, antaswiyatu shay bi shay, taswiyatu shay bi shay, yani kitu vile kilivyo ukakichukua copyright namna ile ile ukakipeleka vile kikao. Antaswiyatu shay bi shay, mathalan mtoto wako ni wa kiume na huyu ni mwanamume, ukimnulia kanzu huyu na kanzu, tafuta kanzu kama ile ile ufanyeje? Umnunulie. Hiyo ndio tabia ya watoto. Lau ile kanzu itakuwa tofauti na mwenzake, tayari yule mwingine yuona kana kwamba amefanyeje? Amedhulumiwa. Huu ni usawa na uadilifu. Ama usawa ama uadilifu ni huu: wewe una mtoto wa kiume na una mtoto wa kike, huwezi nunua kanzu na huyu mwingine ukamnunulia kanzu, kwa sababu mmoja ni mwanamke na mwingine nani? Ni mwanamume. Haiwezi kuwa ukaleta usawa baina yao, bali usawa utakuja kwenye kuwanunulia vitu. Uadilifu ni ule umenunua kanzu ya huyu 1500 na huyu mtafutie buibui la shingapi? 1500. Huwezi sema kwa kuwa nitafanya usawa na mimi nimnunulie kanzu kwa sababu nataka usawa. Mwanamke, hujafanya uadilifu. Umefanya usawa lakini hukufanya uadilifu. Kwa hivyo al-aba,
nasihati lakum, ya kwamba hayo ni baadhi ya mambo ambayo kwamba lau mzazi atashikamana nayo, na misingi hii ambayo kwamba tushataja mitatu, tayari mzazi utaona mabadiliko ambazo kwamba ni hali ambazo kwamba mtoto yoyote na ni mzazi yoyote anampendelea mwanawe akiwa atamuona katika hali kama hizo. Ama misingi miwili nitaimalizia katika khutba ya pili. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Msingi wa 4 katika masail matano ni msingi wa nasaha, msingi ambao kwamba ni mzazi kupeana kuwa yeye ni nasih, ni mtu mwenye kupeana nasaha na mauidha kwa wanawe. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala jinsi gani amekwenda kutuonesha mfano wa hayo katika suratul Luqman. Ameweka safha nzima akituonesha jinsi Luqman akimpatia mauidha mwanawe, lamma qala fi muhkam tanzilihi wa aziz kitabi walaqad atayna Luqmana alhikmata anishkur lillah. Ya kwamba ukurasa huo wote akautaja Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an, kisa kizima na nyasia zote ambazo kwamba Luqman alimpatia mwanawe. Wa kwanza kabisa ambao kwamba ni muhimu, taqwallahi wa adami shirk, ni kumwamrisha yule mwanao aijue na kuielewa tauhid na kumfahamu Allah, na vile vile ajieke mbali na kujiepusha na shirk. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi na akatunasihi sisi na umma ambazo kwamba zimepita juu ya swala zima hili la taqwa Allah. Ndio wasia wa kwanza, kila umma ulihusiwa juu ya hilo. Kwa hivyo kwa makusudio gani taqwa Allah kwanza? Kwa sababu yoyote ambaye kwamba anakuwa na taqwa Allah, kwanza anakuwa na hofu ya kukaribia maasi, anajiweka mbali na maasi, anajiweka mbali na muharramat, anajiweka mbali na idhaa'un nas wa idha'u walidai, na kujiweka mbali na kila aina ya makatazo, akijua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ananiona, Allah subhanahu wa ta'ala amenikataza hili, Allah subhanahu wa ta'ala ni kadha wa kadha. Ndiyo pale ile imani ya yule mtoto kufanya mazuri, pasi ya wewe kumwambia au kumwamrisha au pengine upatikaniwe ndio yafanyike. Ukishamjenga kiimani, itikadi yake mwenyewe atakuwa akiyafuata yale matendo. Angalia nidhamu za kidunia, hakuna mutabaa hasa sisi katika upande wa dini, lakini ala al-aqalli ilikuwa ni sawa kila mzazi aweke angalau ni siku moja au siku mbili katika usbu, anawakilisha wanawe na kuwa assemble na kujua huyu amefanya kadha, huyu amefanya kadha, akamkataza kosa lile kwenye wiki hii, kisha kikao kingine kwenye wiki ijayo akawa humfanyia murakaba na kumwambia kaza kamba hapo ulipofanya ongeza zaidi, tia bidii. Angalia hikma za hawa wenzetu katika mashule, utapata na madaris kila Jumamosi kutakuwa na tuaburu, kila Jumatano kutakuwa na tuaburu. Kwa nini? Skuli kila Jumatatu na Ijumaa kuna tuaburu. Ile ni kwa sababu ya kuangalia tarbia, wataangaliwa nywele zao, kucha zao, mavazi yao, makosa yao waliofanya katika wiki watakemewa, wafundishwa jinsi gani. Na ndio hivyo hivyo wewe mzazi ulikuwa uanzishe hayo utaingia nyumbani kwako. Mpe nasaha, kwa sababu kuna kiwango ambacho kwamba mtoto wako akishafika, fimbo kumpiga hakusaidii tena, kwa sababu maneno huenda yakawa makali kuliko upanga, yakamfanya mtu akaregea nyuma. Ikiwa mtoto wako ni mwenye kuelewa na Allah akujalie. Na hayo yatatokea wapi? Yatatokea kwenye msingi wa 5 ambao tutamalizia hapa, ad-du'a. Mzazi lazima uwe ni mwenye kuombea dua watoto wako.
kwa sababu laqad jaa fil hadith ya kwamba watu watatu ambao kwamba duaun mustajab, dua zao ni zenye kukubalika moja kwa moja kwa Allah. Duaun, baada ya kutaja watu wawili watatu, dua walidun ala waladihi, wa fi riwayati Tirmidhi wa duaun walidu ala waladihi. Ya kwanza ni dua ya mtu ya mzazi kwa mtoto wake, na dua ya mzazi kumwapiza mwanawe. Yote mawili yameshika na yashatangulia. Kisa tu Jurayj alichofanya, mama yake Jurayj yuko kwenye swala, mama yake yomuita mpaka imefika mahali mama yake ameudhika, akampatia laana, na baadaye laana kama ile ikampata, akasingiziwa kuwa amefanya machafu. Na Jurayj waladun salih, ni mtu mwema, wakati waitwa alikuwa yuko kwenye swala, akaingiwa na taharuki, hajui aende kwa mama yake, aijue endelee kusali, akafuata la kusali. Lakini maneno yale mama yake aliyomtamkia ya kufedheheshwa, alifedheheka Jurayj. Lakini baadaye akaja alipojifungua binti kama yule, kisha akamwekea kidole kwenye kitovu chake Jurayj na akamwambia, sema wewe mtoto, kwa uwezo wa Allah baba yako ni nani? Lakini baada ya kuwa muda ushapita na CV yake ishaharibiwa, ashachafuliwa Jurayj. Na vile vile basi tumia ulimi wako wewe mzazi, usiwe mwepesi wa kupeana laana, usiwe mwepesi wa kulani mwanao, kitu kidogo ushampatia laana. Na hii pengine ikawa yule mtoto naye vile vile ni miongoni mwa ukosefu wa adabu, hajui hata heshima yake na mzazi wako, na mzazi wake vile vile akamtukana. Mzazi ampatia mtoto laana na mtoto amregeshia mzazi wake laana ikupate mwenyewe. Kwa sababu gani amefikia hapo? Mzazi ulikosea suluk, njia zile za mutaba ulikofaa uzifuate kwenye kumlea mtoto wako, akaharibikiwa mtoto wako kwa yale ambayo kwamba umekuwa umemwinua nayo. Kwa hivyo mzazi, chukua nafasi yako, amka usiku, mwanawe pengine Allah amempatia mtihani, ni mwizi, anafanya mambo ya ajabu ajabu huko nje, usio unamweka mbali ukamtupa, kwa sababu hakuna mtu humpenda nani mwizi wala jambazi. Lakini wewe ni mzazi wake, ukimuita ukamnasihi, kesho ukamka asubuhi usiku ukamlilia Allah, ya Rabbi, mwanangu fulani muongoze fulani kadha wa kadha, ukamlilia Allah, basi dua kama ile huenda ikawa ni sababu ya mtoto kama yule kupata hidayah. Tutoshekeni na haya, na ni matumaini yangu ya kwamba tutakuwa ni wenye kuyafanyia kazi biidhnillahil karim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'il arba' minhum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyati ridwanillahi ajma'in. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر جيوش المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. فيا عبد الله الزم الصراط السوي ولا تكن كالسامري في ذا الزمن المعاصي. معصية الإله لا تصغرا وخدك عن الناس لا تسعرا وعلى الأرض مرحا لا تمشيا وخذيها الأمة العزيز القماميا. دين الله هو العز فاعلما وهدي النبي هو المنجى فاقرأ بهما تنجى من البلاء البدع والشرك والمعاصي برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث: يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.